بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم صلاته وسلامه على المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الحر الميامين، وعلى آله وصحبه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وطاعته أيها الناس فقد فاز المتقون. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiongozi ambaye Mola subhanahu wa ta'ala alimpa taufiki ya kuongoza na kueneza Uislamu mbali na kero nyingi, maudhi na vitimbi vya kila aina, lakini mpaka leo Uislamu ni baidhau naqiyun la khubara alayhi. Uislamu ni msafi ulioepukana na mavumbi. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo nataka nizungumze jambo moja miongoni mwa majambo mabaya sana, wa hiya amradhul qalbi, maradhi ya moyo. Ndugu zangu, sasa hivi watu wamekuwa na roho mbaya sana, na ni kwa sababu imani ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mioyo yao imeondoka. Nalisema hili kwa sababu huruma kati yetu imeondoka, mapenzi baina yetu yameondoka, lakini ni kwa sababu tumeyaacha mafundisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndani ya Qur'ani hii tukufu, ukichunguza, Mola subhanahu wa ta'ala amepigia mifano ya viumbe wasiokuwa wanadamu kwa lengo la kuwafundisha wanadamu namna gani ya kuishi kwenye maisha ya Kiislamu. Mfano, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kampigia mfano an-naml, sisimizi, mdudu chungu, ambaye msisimizi huyu aliwaokoa sisimizi wenzake kutokana na majanga na madhara ambayo huenda angeliwakuta. Mola subhanahu wa ta'ala anasema, hatta idha atau ala wadi namli qalat namlatun ya ayyuha namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sisimizi anawaambia sisimizi wenzake. Nabiullahi Sulaiman alayhi salam alikuwa akienda safari zake na majeshi yake yale, lakini Mungu asema hatta idha atau ala wadi naml, mpaka Nabiullahi Sulaiman akafika katika bonde la dudu chungu, bonde la sisimizi. Lakini Nabiullahi Sulaiman akamsikia sisimizi mmoja akiwanadia sisimizi zake, ya ayuha namlu dukhulu masakinakum, enyi sisimizi wenzangu, ingieni katika mashimo yenu, katika makazi yenu, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, isije Suleimani akaja akawaponda ponda, akaja akawakanyaga na majeshi yake, wahum la yashurun, la ili hali yeye hajui. Msisimizi akawaokoa wenzake kwa roho nzuri aliyokuwa nayo. Ukisoma katika fasiri ya Qur'ani ya Sheikh Muhammad ibn Ali Swabuni, katika aya hii anasema sisimizi huyu alisema hili kwa urafiki, kwa roho nzuri, kwa ule usuhuba. Leo sisi mioyo yetu ilivyokuwa migumu, twashindwa na sisimizi jamani, kweli? Yani wallahi tumefikia nafasi ambayo utamuona mtoto wa ndugu yako kwa barabarani anavuka na kwa jagari, lakini mwache sana, lakini mwache agongwe. Tumefikia huko, lakini ni kwa nini? Roho mbaya, ndugu zangu, ni miongoni mwa amradhul qalbi. Kila mmoja anapaswa asafishe moyo wake uwe msafi.
Lakini si hivyo tu, Mola subhanahu wa ta'ala ampigia mfano Alhudhud, huyu ndege ambaye kututanga sisi tumwita kitwitwi, asema watafaqada at-tayra faqala ma li la ara alhudhud am kana min alkhaibin. Nabii Allah Suleiman huyu tena akagua majeshi, apiga rokoo kwenye jeshi lake, ni kwenye paredi, sema faqala ma li la ara alhudhud, simuoni hapa hudhud yuko wapi? Kumbe hudhud habari ni ndefu sana. Famakatha khaira ba'idin faqala ahatu bima lam tahitu bihi wajituka min sab'in binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim. Habari zilikuwa kubwa, lakini mahali shahidi ni kwamba Hudhud alikwenda Saba, ardhi ya Yaman, akenda kule akamuona mwanamke. Huyu mwanamke na watu wake ni mfalme, mwanamke ni malkia mwanamke, lakini yeye na watu wake wanaabudia jua. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lishamsi min dunillah, wanaabudia jua, wanasujudia jua. Nabii Allah Suleimani habari ikawa ndefu sana, mpaka akampigia barua mwanamke yule Hudhud, yule mwanamke Malkia Balqis, akaja kwa Suleiman. Lakini maulama utarikhi wanasema ikafika hatua huyu Malkia Balqis aliingia kwenye Uislamu. Chanzo nani? Ni Hudhud, ndio chanzo. Leo mimi na wewe ni Waislamu, tumezaliwa kwenye Uislamu tokea una mwaka mmoja mpaka una miaka 30, 40, 60, 20. Je, maradhi haya ya roho mbaya kwenye moyo wako umeyaondoa? Je, umekuwa ni sababu ya watu wengine kuingia kwenye Uislamu? Jawabu likija ni hapana, ndio think twice ndugu yangu Muislamu, badilisha mfumo maisha yako. Hakuna Uislamu wa roho mbaya. Tukitaka tupige hatua kwenye Uislamu, basi tutapaswa Waislamu tuwe na tabia zilizokuwa nzuri, tuwe na roho zilizokuwa nzuri, tupendane sisi wenyewe. Wa ila huna yakfi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.